Sasa kwenye jukwaa hili hili lenye hiyo ziggurat kuna umbo lingine ambalo Ron aliamini lilikuwa Sphinx. Ona, tumetoka tu kugeuka kutoka hapo. Watageuka hapa na kuona kama tunaweza kupata picha ya karibu ya Sphinx kabla betri yangu hajaisha. Ndiyo, unaweza kuona pale ambapo umbo hilo linaingilia. Na bila shaka huko juu ni Masada. Sasa, iwapo mtu hafahamu Sphinx ni nini, miji mingi ya kale ilikuwa na sanamu hizi kama Sphinx zikilinda milango ya miji yao. Kwa kawaida walikuwa wanyama au wanyama waliochanganywa na nyuso za binadamu. Na umbo la Sphinx linaloonekana hapa liko upande wa kaskazini wa mji ulio karibu na Masada. Ni ile tuliyoiona hivi punde ilikuwa upande wa kusini wa mji ambao tunaamini ni Gomora. Na ukiona picha hii unaweza kuona Ron akiwa amesimama hapo, si kubwa kama ile nyingine ambayo labda ina urefu wa futi 30 au 40. Alikuwa akituonyesha kila mara vitu katika miundo ambavyo havikuwa vya kawaida, na kile tunachoangalia hapa ni kitu kinachochomoza kwa pembe ya nyuzi 90. Na aliamini kwamba hivi vilikuwa unajua, nguzo za kuimarisha jengo. Nadhani hii inayofuata inavutia sana kwa sababu inaonekana kama nguzo inayoelea ambayo iko katika mchakato wa kuanguka. Unaweza kuona jinsi unavyoweza kupita hapo. Sasa nilipata picha hii ya zamani ya baadhi ya majengo na nilitaka kwa sababu hivi ndivyo Michelle alikuwa akizungumzia. Unaangalia majivu haya na yanaonekana tu kama majengo mengi sana. Ndiyo, kweli yanaonekana hivyo kabisa. Ndiyo, tutazungumza kwa muda mfupi kuhusu mji wa Soari ambako Loti alikimbilia. Na Biblia inataja Sodoma, Gomora, Adma na Seboimu katika orodha ya miji ya bondeni. Lakini Ron alipata mabaki 5 ya majivu yenye mipira ya kiberiti. Na mmoja wao alikuwa mahali hapa padogo hapa. Unaweza kuona jinsi palivyo padogo. Na hii ni Soari yote aliyobaki kwayo. Ni kweli kama Lutu alivyosema ni ndogo. Na ni maili chache tu kusini mwa Sodoma. Inafikika kwa urahisi na Lutu na binti zake kwa muda mfupi. Biblia inasema miji hiyo iliharibiwa baada ya Lutu na watoto wake kufika mji huu. Sasa uliharibiwa lini? Haukuangamizwa wakati ile mingine ilipoangamizwa. Bastone Ron anasema nini kuhusu hilo? Tukijiweka katika nafasi ya Lutu, alikuwa anajua vyema aina za dhambi zilizokuwa zikiendelea Sodoma na Gomora. Unajua, walikuwa na pesa, chakula, kila kitu, na hawakutumia chochote kusaidia maskini au chochote kile. Lakini basi, bila shaka, kwa uvivu wote na utajiri na divai na kila kitu walichokuwa nacho, walianza kushiriki katika kile tunachoweza kuita tabia potovu, jambo lililozidisha kipimo. Na alipohamia Soari, kwa hiyo akaendelea kuishi huko. Na watu wa Soari walijua kuwa miji hii mingine ilikuwa imeharibiwa, inaonekana hawakubadilisha tabia zao. Hivyo akatambua, hey, ni bora nitoke hapa kwa sababu unajua Mungu hana upendeleo. Hivyo yeye na binti zake wakaenda kwenye pango hili, na nyakati za kale kwa kweli baadhi ya mapango haya yamepatikana. Yalikuwa na akiba. Katika miaka ya 50
tulikuwa na vyumba vya kujikinga na mabomu na viliwekwa vitu fulani, chakula na vinywaji na kadhalika. Inaonekana alienda kwenye moja ya mapango haya yaliyokuwa yamewekewa mahitaji kwa ajili ya kuzingirwa au kuvamiwa au kitu fulani. Sasa alikuwa mmoja wa viongozi wa mji wa Sodoma kwa sababu aliketi langoni, na viongozi ndio pekee waliokuwa na heshima hiyo. Hivyo basi, baada ya kuukimbia mji huo, inaonekana Mungu aliuchoma moto vile vile alivyofanya kwa mingine. Na hakuna kauli katika maandiko inayosema moja kwa moja kwamba ulichomwa moto, lakini kama unavyokumbuka, binti wawili wa Lutu walimlewesha na kupata mimba naye. Walisema, na sababu waliotoa kwa kufanya hivi, walisema, hakuna mwanamume duniani kote wa kuja kwetu kama ilivyo desturi, unajua, ya wanadamu, ili kumuinua baba yetu uzao. Naam, walikuwa wametoka tu Soari. Kama isingekuwa imeteketezwa, wasingeweza kusema hivyo, au wasingesema. Na hivyo basi, haikuwa ajabu kwamba mji huu mpya ambao ni karibu mstatili kamili umehifadhiwa. Sio vizuri kama Gomora, lakini hakika unaweza kusema ulikuwa mji na nimepata kiberiti huko. Inavutia. Leo bahari ya chumvi ipo mahali ambapo hapo awali palikuwa na tambarare nzuri ajabu, huku mto Yordani ukipita katikati yake. Mungu hakuangamiza tu miji hiyo, bali alifanya jambo lingine ambalo lingehakikisha kwamba eneo hilo halitakaliwa tena. Lakini kile kinachoonekana kutokea sasa, kuna mstari wa afa mpaka kutoka mashariki hadi magharibi kati ya Gomora na mahali tunapoamini kuwa ni Adma, na maanisha Soari, samahani. Na hata hivyo, kaskazini mwa mstari huo kuna kiasi kikubwa cha chumvi. Sawa, ulimaanisha Gomora na Soari au Sodoma? Hapana, Sodoma na Soari, Sodoma na Soari, sawa. Na hivyo basi, inaonekana kwamba Mungu aligeuza nyenzo nyingi zilizokuwa hapo kuwa chumvi. Sasa, tuna watu ambao kwa miaka mingi walijaribu kugeuza risasi kuwa dhahabu na mambo ya aina hii na hawakufanikiwa, lakini Mungu ni wazi alifanikiwa. Na nyakati za kale, ikiwa hukutaka mahali pakaliwe tena au kurejeshwa muda mfupi baada ya kuharibiwa kwake, wangeleta mizigo ya mikokoteni au vyovyote walivyoileta ya chumvi, na wangeilima ndani ya udongo na kuhakikisha kila kitu kimegeuka kuwa chumvi. Kwa njia hiyo, hakuna mimea ingeota na haikuwa nzuri kwa kulisha mifugo au kukuza mazao au kitu chochote. Naam, inaonekana kwamba Mungu alifanya hivyo kwenye eneo hili. Ndiyo, na chochote alichofanya pia kiliziba mwisho, ambapo mto Yordani haukuendelea tena kutiririka. Sawa. Na kuna habari zaidi kuhusu hilo unaposoma kuhusu wafalme wa kigeni waliokuja na kuwavamia, na inazungumza juu yao wakiingia bondeni au tambarareni na kwenye mashimo ya lami. Na nilisahau kutaja hili, lakini naamini kwamba sababu ya miji hii kuwa tajiri sana ilikuwa ni kwa sababu ya mashimo ya lami. Mataifa yote ya kale wakati huo. Sasa kumbuka, hii si muda mrefu sana baada ya gharika. Unajua, miaka 500, 600. Lami iliyotumika kwenye safina ya Nuhu kuiziba. Naam, hiyo ingekuwa utee, mashimo haya utee ambayo yalikuwa yakitoka yakichuruzika kutoka ardhini, na waliweza kuuza hii kwa mataifa yote, ndivyo tunavyoamini, na iliwafanya kuwa matajiri sana. Hawakulazimika kufanya kazi, walichopaswa kufanya ni kukusanya hiyo na watu wakaja. Kwa hivyo nilifikiri tungetamatisha uwasilishaji wetu hapa na Ron akizungumzia
Atahitimisha umuhimu wa ugunduzi huu, ambapo miji ya nyanda hapo awali ilifurahia maisha mazuri na yenye ufanisi mkubwa. Mahali ambapo Lutu alichagua badala ya milima kulisha makundi yake ya wanyama na kulea familia yake. Na utaona hapa kwamba tuna futi kadhaa za kitu kingine isipokuwa majivu meupe ya unga. Majivu ambayo huzalishwa tu wakati nyenzo inapochomwa kwa nyuzi joto zinazozidi 2000 Fahrenheit. Kitu hiki kinasagika kuwa unga mikononi mwako, kinanata kwenye nguo zako. Ni majivu matupu tu. Sodoma na Gomora, miji ya nyanda. Katika Yuda tunaambiwa kwamba wao ni mfano wa kile kitakachowapata waovu, hata malaika. Na bila shaka katika Ezekieli 28 Mungu anamwambia Shetani kwamba atageuzwa kuwa majivu juu ya nchi, na Malaki 4 inatuambia kwamba wenye haki watawakanyaga waovu, kwa maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yao. Yote yaliyobaki ya mawe, mbao, watu, wanyama, kila kitu kilichokuwa Sodoma na Gomora. Utakumbuka kwamba wakati moto wa Mungu ulipochoma sadaka, kwenye mlima Karmeli, wakati Eliya alipowaita makuhani wa Baali kutoa hesabu, inasema kwamba ulichoma sadaka, mawe na kuramba maji yaliyokuwa kwenye mfereji. Kwa hivyo, hakuna mtu atakayewahi kupata mabaki yoyote ya kiakiolojia ya miji ya nyanda isipokuwa majivu haya. Na marafiki, ikiwa tutakaidi ombi la Mungu la fadhili na rehema la kuja kwake na kuokolewa na kufanywa upya na kusamehewa, tutaishia katika hali hii kwa sababu neno la Mungu linatuambia hivyo. Na Mungu anasema kwamba yeye ndiye Bwana, yeye habadiliki wala madhabahu lile jambo lilotoka katika midomo yake. Amina. Ni kweli kabisa. Vema, hii inashangaza. Haya matokeo tu, na kile Rona anachosema hapo ni ukweli mtupu wa kibiblia. Na ikiwa kuna yeyote asiyemjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, tunataka tu kukutia moyo sasa hivi. Inasema, ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu Kristo ni Bwana, yeye ni wa haki na atasamehe dhambi zako, nawe utakuwa kiumbe kipya ndani yake, uumbaji mpya. Kwa hivyo, tunataka kukutia moyo tu. Uombe na kumtafuta Bwana, na uombe msamaha, na umwombe Bwana awe Bwana wa maisha yako. Na ukifanya hivyo, unaweza kutuandikia kupitia Warriors 4 namba 4 christrise@yahoo.com na unijulishe. Naweza kukutumia Biblia ya bure, na tunaweza, unajua, kushiriki kidogo nawe. Kwa hivyo, lakini wasilisho hili limekuwa la ajabu kabisa. Unajua, na nilikuwa nikimwambia Michelle muda mfupi uliopita, nilipokuwa msichana mdogo, niliokoka nikiwa na umri wa miaka 11. Nitafikisha miaka 60 mwezi wa 6, kwa hivyo ni muda mrefu uliopita. Ninazeeka, lakini nilipokuwa msichana mdogo, nilianza kusoma neno la Mungu kama peremende. Sikuweza kutosheka na neno la Mungu. Na moja ya mambo niliyokuwa nikiwaza nikiwa mtoto ni mbona hawapati vitu hivi? Unajua, inapaswa kuwa rahisi kuona kwamba ikiwa Biblia inazungumzia, inapaswa kuwa rahisi kupata, unajua? Na kwa hivyo, ukweli kwamba Mungu alimtumia Ron, unajua, ni kana kwamba aliongozwa kweli na Roho Mtakatifu kwa wakati kama huo. Na sasa ukweli bado unavuma, lakini inanisisimua kuweza kumwambia mjukuu wangu kuwa wamepata safina ya Nuhu, wamepata Sodoma na Gomora, au wamepata magari ya vita chini ya maji ya, unajua, bahari ya Shamu. Na kwa hivyo ninashukuru sana.
unajua, kwa kile ambacho Mungu amefanya. Vema, moja ya mambo niliyotaka kusema kwa sababu lilikuwa muhimu sana kwa Ron ni kwamba mada ya Sodoma na Gomora inaleta fulani mielekeo ya dhambi, unajua, mbele. Na kaka, ndiyo, Biblia iliita chukizo, lakini Biblia pia iliita midomo ya uongo kuwa chukizo. Kabisa. Na hakuna dhambi iliyo kuu kuliko nyingine, na sisi sote ni wenye dhambi, kila mmoja wetu. Na Biblia inasema tukisema hatuna dhambi, sisi ni waongo. Anu, Kweli, na hiyo inatufanya kuwa wenye dhambi papo hapo. Na Ron alimpenda kila mtu, hakujali, unajua, kile walichokuwa wamefanya. Kila nafsi ni sawa mbele ya Yesu, mbele ya Mungu. Na tunataka tu watu waone na kuelewa kwamba mambo haya ni ya kweli na kwamba watakuja kwa Kristo. Kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee tunayoweza kumkaribia Mungu Baba. kabisa. Na unajua ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Ndiyo. Na tuko sana tumeheshimika kuwa nawe hapa. Asante. Nimeheshimika. Ninyi nyote wawili, unajua, nadhani mumeo na baba yako alikuwa mtu wa ajabu wa Mungu, na hakuna mwanadamu hata mmoja duniani aliye mkamilifu au mwema. Yesu alisema ni Mungu Baba wa mbinguni pekee aliye mwema. Lakini ni mtu gani aliyeishi kile alichoamini na kuweka kila kitu alichokuwa nacho? Watu hawatambui hakuwa mwanaakiolojia yeye, unajua, au yoyote ya mambo haya. Alikuwa mtu ambaye alikuwa akimtafuta Mungu tu, alikuwa akitafuta mambo ya Mungu, na alitaka, unajua, kuonyesha kwamba mambo haya yalikuwepo, na aliongozwa na Roho wa Mungu, naamini kufanya hivyo, na sauti yake bado inazungumza leo kupitia ninyi wawili na yeye mwenyewe, jambo ambalo nadhani ni la ajabu. Sasa tunaenda wapi baadaye? Kwa sababu nini kinafuata katika mfululizo huu? Sawa. Nilitaka kufanya mfululizo huu kwa mpangilio wa Biblia. Sawa. Na hivyo tulikuwa na gharika mnamo 23:48. Kisha tuna Sodoma na Gomora, tukio kubwa linalofuata, na ni kubwa na sina uhakika kama tunaweza kuifanya yote kwa mara moja. Tunaweza kuigawanya. Ndiyo, ningependa labda kuigawanya. Ningependa kuangazia ushahidi katika kitabu ambacho ninacho, Kweli. ambacho umeandika, kinachoelezea kuhusu Ron. Alimtambua kila mtu katika nani alikuwa nani nchini Misri, Ndiyo. na ushahidi wake ilinichukua muda mrefu kuiweka pamoja, Kweli. kwa sababu ilibidi niamini kabla sijaweza Kufanya hivyo au kusema. kabisa. Sina shaka, na ningependa kufanya kutoka baadaye. Sawa. Na kutoka kutajumuisha sehemu za magari ya vita katika bahari ya Shamu na mlima Sinai huko Saudi Arabia. Inapendeza. Lakini pia nataka kuanza kabla ya hapo na labda jinsi gani Yusufu alimtambua Yusufu, unajua, na hayo yote. Hivyo bado sijaanza mradi huo, lakini nadhani ningependa kuigawanya katika vipindi viwili ikiwa huna pingamizi na hilo. Hapana kabisa, tunaweza kwenda. Ndiyo, tuonyeshe inayofuata. Endelea. Endamea. Naam, inayofuata itakuwa ile kuelekea kwenye Kutoka. Sawa. Kwa hiyo nilitaka kuonyesha kitabu unapozungumza. Hiki ndicho kitabu ulichokuwa ukizungumzia, mapambano kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza kutoka na kifo cha Tutankhamon. Mlima Sinai. Tumetoka kufanya Sodoma na Gomora. Tulifanya safina ya Nuhu. Kwa hiyo rudi kuitazama kama hukuifanya. Na unazungumzia hiki hapa, kutoka na kuvuka kwa bahari ya Shamu. Ndiyo. Tafadhali, kitabu hiki kimeandikwa vizuri na kimejaa mambo mengi utakayotaka kujua. Kama wewe ni kama mimi na unataka kuingia kwenye Biblia na kupata ufahamu. Na niliweza kuona jinsi ambavyo ingechukua muda mrefu, kwa sababu unataka kuwa sahihi, unajua, kuhusu kile unachoshiriki. Ndiyo. Lakini hii iko kwenye tovuti ya Ron, na naamini Michelle, wewe na mumeo mnaendesha tovuti hii. Je,
Ni kweli. Ndiyo. Sawa, ndiyo. Kwa hiyo mimi na wewe unaweza kuja hapa tu, ni ronwyatt.com. Unaweza kujiandikisha kwenye YouTube, unaweza kuona baadhi ya vitu alivyo navyo hapa. Tena kitabu cha Mary Nell na kwa hiyo ninafurahi. Oh, huyo hapa Yusufu na piramidi. Na bila shaka, unajua, nina shauku kubwa kwa sanduku la agano, kwa ufunuo ambao Bwana ananiongoza kuushiriki hivi karibuni, Na mimi na itakuwa ikishirikiwa hivi karibuni. Ufunuo mpya alionipa. Lakini akina mama, asanteni sana. Mungu awabariki ninyi nyote. Natumai Michelle utarudi, unajua. ndiyo, ilikuwa furaha yangu. Ninashukuru sana kwa kuturuhusu kushiriki hili na watazamaji wako. Asante. Itakuwa baraka kwao. Ndiyo. Na baba yako anaonekana kama mtu wa ajabu. Kama nilivyosema, hapana, hakuna mtu mkamilifu. Hakuna, unajua, hakuna aliye mwema ila Baba, lakini alitekeleza aliyosema na wewe na kaka zako akiwalea, na alionekana kama mume bora kwa Mary Nell. Na unajua, unatazama nyuma na unaona tu msukumo kwa mambo ya Mungu na moyo kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Hicho ndicho ninachopata kutoka kwake, kwamba anataka kila mtu amjue Bwana. Kwa hiyo asanteni nyote wawili, na tutaonana wakati ujao. Basi mashujaa, rudini, furahieni. Kama hamjaona zile za kwanza kuhusu safina ya Nuhu, na kuna 2 hapo, rudi tu na uungane nasi. Mtafurahia kila kitu tulicho nacho hapa. Mungu awabariki, tutaonana karibuni. Asanteni sana. Asante Jody. Sawa. Asante. Kwaheri. Kwaheri.